Ni dunia ya mikiki mikiki. Kuchelewa kufa ni kuona mengi, lakini usiombe kukutana na viroja vya wachawi wa Sumbawanga. Katika kipindi ambacho nimeishi kwenye ulimwengu ambao wengi wanadhani ni wa kufikirika, nimeweza kuuona uchawi na kujua tafsiri yake. Fanya ibada unayoweza ili wachawi wakae mbali na wewe. Vinginevyo utageuzwa chakula kilichoungwa na viungo vya kupendeza. Namshukuru Mungu nipo hai na dunda duniani. Tena navuta pumzi safi, hewa ya oksijeni. Asante sana kwa kunipigania Mungu. Leo hii pengine ningekuwa nalima shamba la wenyewe, la basi ningekuwa marehemu chokochoko ndogo ya kukataa kuolewa na kibabu cha Sumbawanga. Ndiyo ilisababisha niingie kwenye mapambano na watu ambao wanaamini wao ni wababe kuliko chini ya jua. Naitwa Helena Nzugusuye, mzaliwa wa Sumbawanga katika familia iliyoishi kwa imani ya kati, yani tulimwamini Mungu lakini si kwa kiwango kikubwa. Mama alihudhuria kanisani kila Jumapili, baba haikuwa muhimu kwake na zaidi ya kushinda kwenye vibao vya kahawa na pombe. Baba alikuwa mlevi wa pombe za kienyeji. Hiyo mara nyingi ikawa inaleta usumbufu nyumbani. Mama ndiye aliyekuwa akijituma kuhangaika familia yetu kutafuta riziki za kutuwezesha kuweka chochote tumboni, pia kutuhudumia mahitaji ya shule. Mimi na ndugu zangu watatu, yani kaka yangu na wadogo zangu wawili, kusoma kwetu ilikuwa ni taabu tupu. Shuleni tulienda bila kuvaa viatu, sare zimechanika. Haikuwa shida sana kwani tulipiga moyo konde na kuendelea na masomo yetu. Kufikia darasa la 6 mambo yakabadilika. Kuna kibabu tulichozoea kukiita Mzee Balinaba. Kwa muda wote ambao nimekuwa na kumuona, alikuwa hana mke wala mtoto. Nyumba yake ilizungukwa na shamba kubwa la miembe, michungwa, michenza, mistaferi, mipapai na michikichi michache. Yule mzee ni mkubwa kuliko hata baba yangu. Ni kibabu hasa. Nikiwa darasa la 6, siku moja baba aliwahi nyumbani tofauti na kawaida yake. Alionekana mchangamfu na mkononi alishikilia kifurushi. Alikuwa amebeba nyama ya nyati. Alipofika alisalimia, akataka aonane na wanaye wote. Tukakusanyika, kila mmoja akampa shilingi 50. Baada ya hapo akataka wote waende wakalale, ila nibaki mimi na mama. Sikuhisi kitu chochote kibaya, kwa hiyo nilibaki nikiwa na shauku ya kujua kilichonibakiza baada ya waliotakiwa kuondoka. Kilipita kimya cha sekunde kadhaa. Muda wote huo baba alikuwa anatutazama usoni kama vile kuna kitu anataka kutuambia, lakini anajishauri jinsi gani ya kuanza. Alikohoa mara 3, tukadhani anaweka sawa koo. Sisi tukabaki kumshangaa na kungoja kwa hamu hicho kitu ambacho alitaka kutuambia. Muda ulipozidi kwenda, ilionekana mama amechoka kusubiri, akaamua kuvunja ukimya. Hivi baba Jere, umetuweka hapa ili ututazame maana huongei? Mama alipozungumza hivyo, baba alijibu kwa utulivu kidogo, mama Jere, kuna mambo ya kujadili mimi nanyi, ndio maana nimewaambia mningoje muwe wawili. Kwa hiyo hatupaswi kuyapeleka mambo haya kwa uharaka. Mimi sikutia neno. Ningeongea nini wakati wanalumbana? Nilibaki kimya huku nikisubiri shauku kusema ule ukweli. Siku hiyo niliona ni ajabu. Haikuwa kawaida baba arudi na kutaka kuzungumza na mtu pale nyumbani, achilia mbali kubeba vifurushi ambacho ndani yake kuna kitoweo. Sasa acheni niseme, Helena, umepata mchumba na ni lazima uolewe, baba alisema. Mama naye akaja kwa sauti ya ukali, baba Jere, acha utani tena, usinitanie kwa mwanangu. Ujui na hangaika nao vipi? Helena haolewi, mama alisema kwa sauti ya juu. Mama alipozungumza kwa sauti hiyo, baba alinyanyuka na kuondoka, huku akisisitiza kuwa ni lazima nitaolewa kwa sababu
Hiyo ndiyo uamuzi wake kama baba na familia. Mimi nilibaki sina la kusema, nikawa namtolea macho mama yangu ambaye yeye hakuweza kuzungumza zaidi ya kusonya. Tulitawanyika na kila mmoja kuingia chumbani kwake kulala. Palipokucha, baba aliondoka mapema. Siku nzima hakuonekana. Aliporudi alikuwa amelewa chakari. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kumvaa mama na kuanza kumpa kisago. Nilisimama na kumwangalia kama vile sijaelewa vizuri alichoniambia. Akanambia huo ndio msimamo wake kama baba na hakuna wa kumpinga. Shule hakuna, na ibaki kuwa hivyo kwa sababu yeye amekushapokea pesa na ameahidiwa mali nyingi baada ya kuniozesha. Pale nilianguka na kuanza kulia. Kilio kilikuwa cha kusaga miguu. Fikiria mtu unaamini ndoto zako ni kufika mbali kielimu, alafu mzazi wako anatumia nafasi yake kukulazimisha ufanye anavyotaka yeye. Anaamua kukuozesha. Nililia lakini haikusaidia. Nilibaki mnyonge. Hata hivyo, yote ikawa 9. 10 ni siku ambayo nilitajiwa jina la huyo mtu anayetaka kunioa, Mzee Barnaba. Mungu wangu, huyo mzee nitampeleka wapi mimi? Nilijiuliza huku moyo ukinienda mbio kwa hasira. Mama naye akaja juu. Baba Jere, umekuwaje? Yaani huyo mzee kila mtu anamuimba ni mchawi. Ndio unataka kumwozesha mtoto wako au ndio amekuroga? Mwisho wa sentesi mama ikawa ni kipigo cha kuzibwa mdomo ili asizungumze chochote. Swali la mama halikuweza kupata jibu. Baba alinyanyuka na kuondoka. Nilimsindikiza kwa macho. Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii nzuri itakayoshika hatamu ya mwili wako na hisia zako. Ili kupata matukio yote basi kuwa wa kwanza kusubscribe, na ikikupendeza maudhui haya unaweza ukayasambaza mbele ya hadhira ya wengine. Nami msimulizi wako Abdul Shomari almaruf Dulitoni kwenye mitandao ya kijamii.